Bwana, draw ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika imetoka na Young Africans bwana amepangwa kwenye kundi B, kundi ambalo wengi wanaliona ni kundi la kifo kwa maana ya ugumu wa timu ambazo zipo katika kundi hilo, uwezo wao, lakini pia nafasi ya Young Africans kwenye kundi hilo, yeye akiwa anatazama miongoni mwa timu ambazo zitapata wakati mgumu. Lakini mimi nitaweka bayana rekodi ya Young Africans katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye edition 2 zilizopita. Nitakupa baadhi ya tips na statistics kuhusu Young Africans kwenye hatua ya makundi ambayo inaweza kukushangaza pia, lakini nitakupa rekodi ya Young Africans anapokutana na timu kutoka kaskazini. Sasa tukianza na rekodi ya Young Africans kwenye hatua ya makundi kwenye misimu miwili ama edition 2 za ligi ya mabingwa ambazo zimepita, Young Africans kwenye msimu wa 23-24 walikusanya jumla ya alama 8 kwenye kundi ambalo lilikuwa lina Ahli, Belouizdad na Medeama. Walishinda michezo miwili, walitoka sare michezo miwili, wakapoteza michezo miwili, wakaruhusu jumla ya mabao 6. Katika msimu uliofuata wa 24-25, Young Africans walimaliza tena wakiwa na alama zingine 8. Yaani walikusanya alama 8 msimu kabla yake, wakamaliza na alama 8 kwenye edition ya 24-25. Wakashinda tena michezo miwili, wakatoka sare michezo miwili, wakafungwa michezo miwili, wakafunga mabao 5, wakaruhusu mabao 6. Kwa hiyo kama unakuja kugundua kwenye edition 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika ambazo Young Africans wameshiriki kwenye hatua ya makundi, wamekusanya alama 8, wameruhusu mabao 6, wameshinda michezo miwili, wametoka sare michezo miwili, wamepoteza michezo miwili. Kwa hiyo kuna huo mgawanyo ambao unaweza kuuona kutoka kwa Young Africans. Kwa hiyo kwenye msimu wa 23-24 alama 8 ziliwafanya wao wakaweza kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali ambapo walikwenda kutolewa na Mamelodi. Lakini alama hizo 8 ziliwafanya washindwe kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuata kwenye msimu wa 24-25, na ndio ile sare tasa ambayo waliipata dhidi ya MC Alger. Sasa hata katika msimu wa 23-24 alama zao 8 ziliambatana na uwiano mkubwa wa mabao ambao walikuwa wamefunga wao dhidi ya Belouizdad, kwa sababu Yanga na Belouizdad walifungana wote wakiwa na alama 8, lakini Yanga walipita kwenda kwenye hatua inayofuata kwa maana ya robo kwa faida ya mabao mengi ambayo waliyafunga, na ni zile goli 4 hasa ambazo walifanikiwa kuzifunga dhidi ya wale Belouizdad ndio ziliwapeleka kwenye hatua inayofuata. Sasa baada ya hapo mimi nataka tuangalie rekodi ya Young Africans dhidi ya timu za kaskazini. Young Africans tangu wamekuwa na ushiriki, iwe ni kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika au iwe ni kwenye kombe la shirikisho, rekodi yao dhidi ya timu kutoka kaskazini inaonyesha kwamba hawajakuwa na rekodi ya kudondosha alama nyumbani na ugenini mtawalia dhidi ya timu kutoka kaskazini. Yaani hakuna timu kutoka kaskazini ambayo imechukua alama 6 kiufupi mbele ya Young Africans. Ili linaweza nikalirejesha tangu kwenye msimu wa 22-23 ambao Yanga walikuwa wanashiriki kwenye kombe la shirikisho ambapo walifika finali chini ya Nasreddine Nabi. Walikuwa kwenye kundi moja na timu moja kutoka kaskazini inayofahamika kama US Monastir. Monastir alipata ushindi kwake, akaja akapigwa kwa Mkapa. Hata kwenye finali ambayo Yanga walifika na walikutana na USM Alger, kwenye mchezo wa kwanza ambao ulipigwa kwa Mkapa Yanga alipoteza, lakini kwenye mchezo wa marudiano ambao ulipigwa kule kwao Yanga alipata ushindi. Walipokuwa kwenye hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 23-24, kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Belouizdad Yanga walipoteza goli 3-0, lakini kwenye mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya Belouizdad Yanga akashinda bao 4-0. Dhidi ya Ahli katika kundi lile lile Young Africans alipata sare akiwa nyumbani, lakini akaenda akapoteza kwa bao 1-0 ugenini, hali ya kuwa shafuzu mind you. Lakini kwenye msimu wa 24-25 alipoteza mchezo wa kwanza dhidi ya MC Alger, lakini akaenda akachukua alama 1 dhidi ya MC Alger akiwa kwa Mkapa, ambayo hayakuwa matokeo ideal kwa Young Africans, lakini hiyo inakuonyesha kwamba kumbe Yanga ni timu ambayo kwenye safari yao ya kushiriki michuano ya kimataifa dhidi ya timu za kaskazini sio timu mchekea, yani timu ambayo ina uhakika wa kupata alama walau nyumbani ama ugenini, kama ambavyo nimebainisha kwenye mifano ambayo nimeitoa, na hiyo ni dhidi ya timu zote za kaskazini ambayo Yanga wamekutana nayo kwenye michuano ya kimataifa. Sijamwacha mtu hapo. Sasa hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba Yanga nafasi anayo, lakini nafasi yake itatokana na jinsi ambavyo atazicheza karata zake.
Yanga kwa kiasi kikubwa sana kwenye misimu miwili ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo alikusanya alama 8. Young Africans wamekuwa na tabia ya kuanza taratibu mechi 3 za kwanza za kundi, kisha wanakwenda kumaliza vizuri mechi 3 za mwisho kundi. Sasa hichi ni kitu ambacho inabidi kibadilike. Ina maana mchezo wa kwanza ambao Young Africans kwenye hatua ya makundi watacheza dhidi ya AS FAR Rabat na utakuwa ni mchezo wa nyumbani. Huu ni mchezo ambao inabidi Young Africans ahakikisha anapata alama 3. Sisemi kwamba itakuwa ni rahisi, lakini ninachojaribu kumaanisha ni kwamba hivyo ndivyo ambavyo hesabu zako inabidi uzipige mwisho wa siku. Kama unataka kuwa kwenye nafasi ya kuweza kufanya chochote katika kundi lenye timu nyingi kutoka kaskazini kama ambavyo Young Africans wamepata safari hii, inabidi uhakikishe unapata maximum points katika michezo mitatu ya kwanza. Kwa sababu hiyo michezo mitatu ya mwisho ambayo Young Africans wamekuwa wakitegemea kufanya vizuri kama ambavyo tumekuwa tukiwaona kwenye editions za michuano ya kimataifa iliyopita, timu kutoka kaskazini wakiwemo Ahli ambao hawajaanza vizuri kampeni yao ya ligi na hata michuano ya kimataifa wameingia kwa mbinde mpaka kwenye hatua ya makundi na wenyewe huwa wanaamka. Kwa hiyo Young Africans hesabu zao inabidi waanze kuzipiga kwenye mechi 3 za kwanza, tena hasa mechi ambazo watazicheza nyumbani. Mazingira ya ugenini ni mazingira ambayo unaweza kuforce walau alama moja hivi. Kwa hiyo hesabu ya Young Africans inawezekana, lakini mechi 3 za kwanza zitakwenda kuamua kwa kiasi kikubwa sana hatima ya Young Africans kwenye safari yao ya kujaribu kutoboa kwenye kundi ambalo linaonekana kuwa ni la kifo kwa watu wengi. Kama unapata alama zako 9 za nyumbani kisha ukaenda ukapata alama yako moja ya ugenini, wewe tayari uhakika wa kufuzu umeshaupata. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Young Africans zinawafahamu, ni timu ambayo kimakaratasi na kila kitu, kila mtu anaweza kawa na mtazamo wake, Yanga atoboi, kundi gumu, lakini Yanga wameonyesha kwamba sio timu ambayo unaweza tu ukaenda ukazoa alama zote kutoka kwao. Yaani nyumbani na ugenini ukajiokotea. Licha kwamba kinadharia inawezekana, lakini kiuhalisia Young Africans wameonyesha kwamba wanaweza kubisha, wanaweza kukubishia. Unaweza kuchukua alama 3 pengine kwako, lakini kwake ukapata alama 1, kwake akachukua zingine 3, lakini hesabu namna ambavyo Yanga atazipiga ndio kitu ambacho kitakwenda kumwamulia. Asisubiri mechi 3 za mwisho ndipo aje aamke kama alivyofanya kwenye editions zilizopita. Hapa ni issue ya kujaribu kupambana kupata alama 3 mapema iwezekanavyo, na hii ni katika michezo yako mitatu ya kwanza. Kwa hiyo kundi gumu, lakini kama ambavyo sisi tunaona ili kundi linaweza kuwa gumu kwa Young Africans, lakini pia wapinzani ambao wako kwenye kundi moja na Young Africans wanamwona pia Young Africans kama kikwazo. Asikwambie mtu, wao pia wanaamini wanakwenda kupata kipimo kigumu dhidi ya Young Africans watakapokuja kucheza dhidi yao hapa kwa Mkapa. Na hata wakiwa ugenini pia wanaamini watapata test ya kutosha. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo inaweza kwenda kuwa kwa mtazamo wangu, na naamini kimahesabu ama kinadharia kila kitu kinawezekana, na kiuhalisia nafasi ya Young Africans ipo pengine kuliko ambavyo watu wanafikiria, lakini itategemea na jinsi ambavyo ataianza michezo yake mitatu ya kwanza, hasa ambayo atakuwa anacheza akiwa nyumbani.